Kwa hivyo karibu wewe ambaye haujakuwa ukija kesha, panga wiki hii kesha, usikose. Kesha ni wakati wa binafsi, mtu na Mungu, tunakuja kuomba kwa sababu yetu, kwa sababu ya kanisa, kwa sababu ya nchi yetu, kwa sababu ya constituency yetu, na sisi ni gatekeepers. Gatekeepers maana yake Mungu alituweka katika malango za mji huu ili tukaweze kukesha na kuomba kwa sababu ya mji huu. Na kwa hivyo basi tuna jukumu zaidi la ziada kushinda wale wengine, kwa sababu ya jukumu ambalo tumewekwa kwenye malango ya mji. Kwa hivyo hatutoshi tulale, natosha tuombe kila wakati. Kwa hivyo Ijumaa saa 3 usiku sacrifice ili uje tukaweze kuomba pamoja. Alhamisi, Jumanne pia tunakuaga na maombi hapa saa 11 mpaka saa 12. Na pia Alhamisi kuna mkutano ya ladies hapa kanisani, usikose. Next week tunajiandaa, tutaanza ile tumekuwa tukiombea kwa muda kuhusu ile inaitwa HBC zetu, makanisa ya nyumbani. Kwa hivyo tutajiandaa this month, by mwezi ujao tutaanza fellowship zetu za HBC. Tuna mkutano wa revival na youth rally, tutawatangazia wiki ijayo, lakini leo naomba nikutane na ladies, viongozi wa ladies ama viongozi wa kanisa na development committee. Napenda kuwakaribisha sasa katika ibada yetu ya pili. Tumekuwa katika ibada ya kwanza ya asubuhi na Mungu ametubariki sana. Hebu tuweke mikono zetu pamoja sasa tunapowakaribisha wale wanaotuangalia online katika ibada ya pili. God bless you. Nasema tumshangilie Bwana Yesu kwa makofi mazuri. Amen. Nafundisha kuhusu imani. Kuhusu imani. Na ninajiuliza swali, kwa nini tunahitaji imani? Why do you need faith? Kwa nini unahitaji imani? Why do you need faith? Hii ni kama kujiuliza, katika ule ulimwengu tunaokaa wa asili, kwa nini unahitaji pesa? Maana pesa ndiyo unaenda kununua, pesa ndiyo unanunua chakula, unalipa rent, pesa ndiyo unanunua mavazi, unasafiri. Kwa hivyo unatumia pesa. Currency katika dunia hii inaitwa fedha, inaitwa dola, wengine wanaita yan na vitu kama hizo. Katika ufalme wa Mungu, currency, pesa ya mbinguni ya kuchukua na kununua vitu vya Mungu, inaitwa imani. So imani ni currency ambayo hii sasa ndio inatusaidia kuchukua, kununua vitu vya mbinguni. Nikisema kununua, nataka mnielewe. Kwa hivyo unahitaji imani, maana Biblia inasema pasipo hii imani haiwezekani mtu kumpendeza Mungu. Unahitaji imani ili usiingie katika retrogression, usirudi nyuma. Imani ndio inatusustain, ndio huwa inatuweka tunaelea, ndio nguvu za Mungu zinazotusababisha kuendelea mbele. Unahitaji imani ili umjue Mungu, so that you can know God. Maana tunamjua Mungu kwa imani. Sasa Biblia inasema katika kitabu cha Joshua 1 mstari ule wake wa 8. Wale ambao wamekuwa asubuhi, nilikuwa nimefundisha kuhusu Mungu anayekumbuka. Kama huko asubuhi, maana watu wengi naona waliondoka, unaweza kwenda katika YouTube, katika Facebook zetu, utapata yale mafundisho pale.
Na ukipata yale mafundisho, subscribe hata like. Ingia katika Praise Center, utapata, utaangalia katika mafundisho, subscribe hata like basi. Bwana Yesu asifiwe. Na katika hii pia tuko live. Hasa maandiko yanasema katika kitabu cha Joshua 1:8, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndiko utakapofanikisha njia yako, kisha ndipo utakapositawi sana. Sasa Joshua ni mwanafunzi wa Musa, na Musa alipokufa kulikuwa kuna wengine beta ambayo walikuwa wako karibu sana na Musa kumliko Joshua, wakina Haruni. Lakini Mungu akamuinua Joshua ili sasa Joshua akaweze kuwapeleka hawa wana wa Israeli kwenye ile nchi ya ahadi. Lakini sasa Joshua alikuwa hana uzoefu sana na alilalamika kwa hili jukumu. Ndio maana ninapoongea kuhusu imani, kwamba imani inafanya mambo yasiyowezekana kuwezekana. Imani inatusaidia kuvunja ngome ambazo wale wengine walishindwa kuzivunja. Na imani huja, Biblia inasema, kwa kusikia, na kwa kusikia kwa neno la Mungu. Na kitu chochote ambacho huja basi kinaweza kwenda. Whatever comes can go. Sasa Joshua, kile ambacho kingemwezesha ni mambo mawili: kitabu hiki cha Torati, maana akikisoma hichi kitabu anapata imani. Kwa hivyo kile Mungu alikuwa anamwambia kwamba kile unahitaji ni maneno yaliyoko ndani hapa ya kitabu hiki, lakini kuapply haya maneno unahitaji imani. Maana hii Biblia hata waizi huisoma lakini hawaiamini. Kule jela ukienda, Gideons wameweka hii iko kule, na wengine wanatumia kurasa yake hizi kuvutia bangi. Kwa hivyo inakuwa neno la Mungu wakati umeamini. When you believe, it becomes the word of God now. Kwa hivyo anaambiwa hichi kitabu kisitoke kwenye kinywa chako, uyatafakari maneno yake mchana na usiku. Kwamba kwenye kinywa chako ukaweze kuyaongea, ukaweze kuachilia imani. Maana imani inaachiliwa kwa maneno. Ukaweze kuongea imani, ukaweze kuyanena, na uweze kuyatafakari maneno sasa kwenye kitabu hiki. Maana kutafakari maneno ya kitabu hiki kinasababisha wewe kufikiri kama Mungu. Na akaambiwa kwamba uangalie sawa sawa, uyatafakari mchana na usiku, uangalie kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa katika kitabu hiki, ukatende. Kwa hivyo maneno haya yasitoke kwenye kinywa chako, uyatafakari usiku na mchana, halafu ukatende maneno yaliyoandikwa kwenye kitabu hiki. Kuna vitu viwili nilikuja kuona vinafanana lakini haviko sawa. Kuna kitu kinachoitwa imani na kuna kitu kinachoitwa believing. Believing ni nini? Ni kuamini. Maana kuna faith and believing.
Faith and believing, they are different things. Ni mambo mawili tofauti. Kwa sababu Biblia inasema shetani pia huamini na kutetemeka, lakini kile hana ni imani. What does he believe? He believes in lies, but he does not have God faith. Asa kile mimi ninafundisha hapa ni imani ya Mungu ambayo inatuwezesha kupata vitu vya Mungu, kufikiri kama Mungu, kuishi kama vile Mungu anavyotaka tuishi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu katika dunia hii kuna kitu ambacho tuliona. Inaitwa ngome. Ngome za wana wa Israeli walizokuwa nazo ilikuwa ni ngome za disbelief. Maana ngome inaweza kujidhihirisha kama uoga. Kwa hivyo walikuwa wana uoga ndani yao kwa sababu walikuwa wamezaliwa Misri. Ngome inaweza kujidhihirisha kama dhambi, sin. Ngome inaweza kujidhihirisha kama mindset. Akili yao wana wa Israeli walijua kwamba kule Misri ndio babu zetu walizikwa. Tunapelekwa nchi tusiyoijua. So walikuwa na attitude na Musa. Walijua Misri hata kama walipigwa, wakateswa, walipewa chakula ya bure. Kwa hivyo their mindset ilikuwa hapa katika jangwa wapewe nyama. Hapa katika jangwa wapewe chakula kile walichokitaka. Lakini wakawa wanakula tu chakula kimoja kinachoitwa mana. So their mindset ilikuwa affected. Walizoea kufokewa, kule kupigwa na kuteswa. Hapa Mungu akataka awapeleke katika njia iliyo ndefu ili awazoeshe kumtegemea Mungu. Sasa katika hii mindset ambayo walikuwa nayo ilimpa Musa shida sana. Ilimpa Musa shida. Maana wanasema mbona tunakula chakula kimoja tu? Na sisi pia tunataka tupate chakula kingine kama wale wengine. Tunataka nyama. Kwa nini tunakula chakula cheupe? Tupatie nyama. Wakaanza kulalamika kwa sababu ya mindset yao. Mindset inaweza kuwa katika addiction. Na mindset inaweza kuwa katika demonic altars, madhabahu ya kishetani. Na nimekuwa nikifundisha kwenye Grace Hour kuhusu hizi vitu. Sasa imani inatuwezesha jinsi ya kuharibu mindset, jinsi ya kuharibu demonic altars, satanic altars, ili tukaweze kurithi yale mambo ambayo Mungu ametuahidi. Kile kilisababisha wana wa Israeli wasifike ni kwa sababu ya stronghold, ngome ambazo walikabiliana nazo, na wao hawakuwa na imani. Mtu aliyekuwa anasikia kwa Mungu ni Musa. Wao walikuwa wanaletewa maelezo. Wao walikuwa hawaombi. Mtu alikuwa anaomba ni Musa. Wao walikuwa hawasikii sauti ya Mungu. Mtu alikuwa anasikia sauti ya Mungu ni Musa. Kwa hivyo wakawa wana shida, maana huyu Musa anakuja kuwaambia mambo ambayo wao hawayajui, they are foreign. Wanamwambia Mungu amesema, wanasema kwani huyo Mungu hawezi kuja atuongeleshe? Na siku moja Musa akawaambia basi jitakaseni niwapeleke, kwa sababu ya hasira. So stronghold zikawazuia wakafa jangwani kwa sababu walishindwa kuwa na uwezo. Ndio Mungu anapomwambia Joshua, anamwambia vile ya kukabiliana na ngome ambazo zilimsababisha Musa hakufika. Musa hakufika kwa sababu hakuwa na imani, hapana. Musa alifika kwa sababu ya hasira ya Hawa. Maana walipotaka maji, Mungu alimwambia Musa nenda uongee na mwamba. Lakini wakawa wanamlalamikia Musa negatively. Wanamwambia afadhali tungekufa kule, tuzikwe kule. Wewe umetuleta hapa kuhangaika. Wewe ni mtu wa aina gani? Musa akafikiri vile hawa watu walilia wamesahau. Wakisema kwani zile ahadi za baba yetu mbona hatuzipati, tunatesekea hapa Misri? Mbona sisi zile ahadi Abrahamu alipoahidiwa, kama Mungu kweli yuko, mbona Mungu haji kututetea?
Mungu akasikia kulia kwao. Sasa ameenda amewakomboa, anawapeleka hawa watu wanaanza kufikiri kule. Kwa hivyo hii kumbukumbu ya Misri, na Musa alikuwa ametoka kwenye nyumba ya Farao, mahali ambapo alikuwa amekaa starehe, lakini akaja ili akaweze kushikana na shida za ndugu yao. Sasa hii kumbukumbu ikamkasirisha Musa. Musa akaenda akaupiga mwamba, na Mungu akaona huyu, wacha nimpumzishe. Musa akafa, na Musa hakuzikwa na wanadamu, alizikwa na Mungu mwenyewe. Sasa hawa watu ikawa kuna ngome mbele zao ambazo ilikuwa hawajazingoa, zinawaadhiri. Maisha ya wokovu ni kama safari ya Misri, kutoka Misri kwenda Kanani. Kwenye kitabu cha Yoshua, kwenye kitabu cha Yeremia 1 mstari ule wake wa 10, maandiko yanasema Mungu anaongea na Yeremia, anamwambia ninawaandaa hawa watu wangu, lakini ili wakaweze kufika kuna ngome ni mpaka ubomoe. Wacha turudi pia pale, maana nataka nishikanishe Yeremia 1 mstari ule wake wa 10. Mafundisho haya Yeremia 1 mstari ule wake wa 10, Biblia inasema, angalia nimekuweka juu ya mataifa na juu ya falme, ili kung'oa na kubomoa, kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Kwamba kuna ngome za kung'oa, kuna ngome za kuharibu, kuna ngome za kuteketeza, na kuna mambo ya kupanda, na kuna mambo ya kujenga. Sasa imani ambayo hii Yoshua anaambiwa jinsi ya kushinda zile ngome ambazo zilimsababisha Musa asiwafikishe hawa wana wa Israeli Misri. Akaambiwa, moja ni mpaka uweze maneno haya ya hichi kitabu yasitoke kwenye kinywa chako, uyatafakari usiku na mchana. Unajua kuna tamaduni, tradition, na kuna ngome. Tulipookoka maana tamaduni zetu za Kiafrika zingine zimejawa na demonic altars, tulirithi vyote, ambazo zinakuwa manifested moja katika harusi, katika kuzaliwa na katika kufa. Mtoto anapozaliwa kwa mfano, katika jamii za Kiafrika, wakati ule walikuwa anaambiwa ni mpaka shosho atoke kijijini aje amnyoe. Shosho atoke, mnakaa kabisa, ambiwa mpaka shosho aje amnyoe. Anakuja shosho anamnyoa na anaenda na hizo nywele. Wakati wa harusi, kwamba panapofungwa harusi, tumeshirikisha altars za kitamaduni na tukaziadopt hata wakati tumeokoka, kwamba tumeshindwa kuwa na imani ya kudisan na kusema tulipookoka tumebadilishwa na kuwa wana wa Mungu. Kuna madhabahu zingine za altars za kipepo, ni mpaka tuzing'oe, tuzisete, tuziangamize, ili zisitusumbue katika safari yetu ya kwenda Kanani. Kwa mfano kwetu sasa, katika tamaduni zetu ilikuwa ukifunga harusi, mimi na huyu tulifunga harusi tukiwa msichana na kijana. Tulipofunga harusi, kutoka tu kufika nyumbani, tunakuta wazee wa mji, wale wazee wa boma yetu sasa, wanakungojea na kamba fulani likubwa hivi. Hilo kamba lilikuwa ni la kuteremsha mizinga, wale walikuwa wanafuga nyuki. Na wakati wa zamani lilikuwa ndio linateremsha mtu akifa huko, kamba huko kwenye jeneza huko chini. Sijui mnajua hiyo kamba moja inakuwa nzito. Sasa hiyo kamba, wakati mmetoka kanisani kufunga harusi,
mnaingia kwenye malango ya mji, hiyo kamba sasa inakuja, mnavishwa ndio muingie kwenye ule mji. Maana yake amewekwa kongwe, ingia kwenye huo mji sasa, hata utakufa huku, hata ukapigwa kama ndaramu huku hautatoka, tunakutesa hapa. Sasa mimi nilipoona ile kamba niliambia wale wazee, sisi tumeokoka, hii kamba sisi hatuvishwi, mke wangu hatavishwa, kwa sababu sisi tumeokoka. Lakini kuna mambo ambayo ni ya kitamaduni, ya kitambiko, ya mitambiko ambayo huwa tunayaona kama si kitu, lakini huwa yanatuadhiri na watoto wetu, kwa sababu wamewekwa hili. Sasa mama anapigwaga kama ngoma, hata hawezi kwenda kutafuta msaada, anaambiwa ulilipiwa mahari, wewe utakufia hapa. Anapigwa na mwanamume, anampiga, anamkanyaga. Kuna mwingine alikuwa anapiga mke wake mpaka anamkanyaga, anasema niligharamika wewe kukulipia mahari, hautaenda, utakufia. Maana amewekwa likamba kwenye shingo, akaambiwa utakufia wapi? Hapa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sitaki kusema yenu sana, lakini nilihubiri pia huko Makindu miaka 9. Sasa kule kuna mbuzi za ndeu, huwa zinapelekwa mbuzi 3, tunasherehekea, tunaenda, hata waokovu tumeifanya kwa sherehe zetu, na moja tunaenda tunaichinja, zinabaki 2, zinafanyiwa vitu, zinafanyiwa mambo. Hata ukaenda ukafa wapi, kama hizo mbuzi zimelipwa, utarudishwa uzikwe hapa. Wanasema ni mpaka uzikwe hapo, yani wewe utazikwa huko. Hata uende huko uolewe tena upate watoto 9 na ulitolewa huyu mbuzi, ukupata mtoto hapo, utarudishwa hapo. Sasa wokovu ulikuja kufanyaje? Umekuja kutuondoa, ulikuja kututoa sasa ili tuwe vyombo vipya. Ulikuja kututoa tufanyike wana wa Mungu, kwamba kuna madhabahu. Maana kuna safari tunayoenda, kuna madhabahu, kuna altars za demonic powers za kwetu, ambazo tunatakana tuzibomoe, ili tuwe na safari nyeupe ya kusikia, rahisi ya kusikia kutoka kwa Mungu, ili tuweze kuongozwa na Mungu, tukasikie sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mzee akifa kule kwenye boma yetu, wale wazee wa zamani walikuwa wanazikwa kwenye malango, mahali pa kuingia geti, ili anaambiwa huyu analinda nchi, yani baba wa mji atalinda hapo. Lijengwe na ligorofa la lisanduku lenye lijeneza lenye gorofa la liplasta kubwa, kwamba ukiingia kwa fence hivi unakuta kitu, unakutana nacho ni kaburi. Ilikuwa kule kwetu ndio hivyo, wanaambiwa wanalinda nini? Boma. Wamekufa. Maana watu wetu waliamini in the living dead, kwamba hawa ndio watalinda. Unajua, mimi nilipokuja nikajua maana ya wokovu kabisa. Na Biblia inasema hakuna ushirika kati ya watu walio hai na waliokufa. Mimi mtu anaweza kunionea vibaya, lakini mimi huwa siangalii maiti. Hata mtu akinilazimisha hivi niende tu kwa PR, ninaenda nikipiga pale ninapiga hivi, badala ya kupiga hivi napiga hivi. Yani nipite tu, maana huyu si yeye, ashakufa, ni marehemu, ni maiti, hata sura yake sio. Ukitaka kumjua angalia picha yake. Lakini sheria za kitamaduni Kiafrika wanasema usipoenda kuangalia wewe ndio umemroga. Hata anaweza kufungua macho aone yule mtu kama amemroga, afungue macho akuangalie, ambapo si kweli. Lakini tumerithi hayo mambo na tumekataa kuyang'oa. Napenda jamii zingine za kule juu kwamba waliharibu. Ukitaka kwenda kuangalia maiti, nenda huko mochari uangalie, ikiletwa nyumbani ifukiwe, tena ifukiwe na vumbi. Sasa sisi huku kwetu tunajengaga masimiti, ukienda imejengwa masimiti. Na zamani huku kwetu, nasema huku kwetu ili usikasirike kwenu, mimi sijui zenu sana, wacha niseme zetu ili nikufundishe na zetu. Ilikuwa wazee wakikufa, wakimaliza miaka kadhaa, wanaenda wafufuliwe, zile pofu za vichwa vyao zinapelekwa mahali pakikosa kunyesha, watu wanaenda kuzimwagia pombe, wanaambia tupatie mvua. Watu wakija kuwapiga wasema pigana na hao watu. Sasa hizo zilikuwa zimewekwa kwenye shamba yetu. Kwa hivyo nikienda shambani unakuta mapofu, hizi vitu, school za watu zinakuangalia hivi. Sasa hizo nasikia ndio demonic altars. Tulipookoka sasa, tunatosha tuziharibu, tuzisete, tuzimalize, tuziyeyushe. Lakini kwanza hatua ya kuharibu ngome ni mpaka uidentify
Kwenye kitabu cha Maombolezo, Maombolezo 3 mstari wake wa 40. Lamentation 3 and verse 40. Nataka kufundisha maana ya imani. Lamentation 3, Lamentation Maombolezo 3 na mstari ule wake wa 40. Biblia inasema hivi: na tuchunguze njia zetu na kuzijaribu na kumrudia Bwana tena. Inasema tuchunguze njia zetu, na baada ya kuzichunguza njia zetu tufanyeje? Baada ya kuzichunguza njia zetu tuzijaribu, we test, tuzijaribu hizi njia na kumrudia Bwana tena. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Kwamba ni mpaka tuzijaribu hizi njia, na baada ya kuzijaribu hizi njia zetu ambazo tumezichunguza tumrudie Bwana. Kwamba kuna ngome ambazo ni lazima tukaweze kudili nazo kama tunataka kuingia Kanani. Wana wa Israeli hawakufika, walikufia jangwani kwa sababu kuna ngome hawakudili nazo, walitoka nazo Misri. Kuna mizigo ambazo walitoka nazo Misri. Humu Taveta, humu ni mpaka uidentify ni ngome zipi ziko, ili hata wakati unapoomba ujue ni ngome zipi unadili nazo. Maana wewe umeokoka, si mtu wa kawaida. What are the strongholds in this city? Tulipokuja kwenye huu mji ilikuwa hakuna lami, hakuna umeme, hakuna nini. Tukaanza kwenda kuharibu ngome. Tukaenda maeneo ya maji, pale mahali watu walikuwa wanatoa mitambiko, kwenye njia panda, maeneo ya vikao ambao walifanya vitu vyao vya zamani, kwenda kuharibu ngome. Maana katika mji huu mji ulikuwa ndio Wajerumani walipigana na wazungu, British and German walipigania hapa. Huu mji wa Taveta umejaa damu. Damu zilizokuwa zinamwagika hapa. Wajerumani na wa British, they fought here. British and German. Wajerumani kutoka Tanzania na Waingereza kutoka Kenya. Hapa ilikuwa battle ground. Kwa hivyo huu mji umejaa nini? Damu. Sasa kuna ngome katika huu mji, na ni mpaka tuzijue ili ukaweze kufaulu. Walikuwa kuna wazee wa zamani waliosema kwamba ukija katika huu mji hautoki na utajiri, utakufa. Na wakasema hayo maneno na wakayaapisha. Sasa wewe ni mwokovu, haujui zile ngome za kudili nayo, kwamba kuna maroho ya mauti yaliachiwa hapa. Kwa hivyo tulipookoka na tuna imani, hizo ndizo ngome una-identify. Hata wakati unapoingia katika biashara yako, unaiseta, unaikataa, unaipinga, unakataa maroho za mauti. Bwana Yesu asifiwe. Kwetu nilipozaliwa, baba yangu alikufa 1984 nikiwa mdogo. Tukiwa wadogo tulifundishwa na mama yetu ndio alitufundisha tukiwa mpaka watu wakubwa. Ndugu yetu mkubwa akafa na mke wake. Mama yangu pia akafundisha wajukuu, akakaa na wao mpaka leo. Kwa hivyo kila wakati ninapoenda kuomba, ninajua kuna ngome kwenye jamii yetu ya vifo vya mapema. Kwa hivyo huwa nakabiliana nayo. Ninakataa mauti ya mapema, maana kuna ngome iliyoingia kwenye mlango wetu. Nimeidentify, ninaikataa, ninaipinga, nakataa kifo cha mapema, nakataa vifo vya mapema. Maana baba yangu alikufa tukaachwa watoto. Kwa hivyo hiyo ni ngome iliyoingia kwenye familia yetu. Ndugu yangu pia akafa wa kwanza, akaacha watoto wadogo. Ni ngome iliyofuatilizia kizazi cha pili. Dada yetu mwingine pia akafa, akaacha watoto wadogo. Kwa hivyo inamaanisha kuna ngome kwenye jamii yetu.
Wewe ni ngome gani iko kwenye jamii yenu huwa unadili nayo? Labda kuna magonjwa, huu ugonjwa ambao huu ugonjwa unajua ni wa kizazi na ulitoka kwenye babu, umeingia kwenye baba na unakufuata, na wewe umekaa pale unangojea tu, unasema mimi ninaamini Mungu. Unajua kabisa you are the next, na wewe umeokoka, hauja identify ili ukaweze kusimamisha hizi ngome isikufuate, na una imani lakini hauja identify kwamba kuna ngome katika jamii, kuna ngome katika mji. Huu ndio mji ambao watu wanakuja, matajiri wanafilisikia hapa. Akienda ule mpakani kule Holili na kurudi, kwenda na kurudi, vitu vinaisha. Ndio mji huu watu wanakuja. The highest rate of divorce iko Taveta. Watu wanakuja, darling, hi, I love you. Apate kidogo, akipata pesa, yule mke wamesota naye wanaachania hapa. Ameenda kule, amerudi, ameenda kule, amerudi, ameenda kule, amerudi. Hasa kwa bahati, acha nisitaje hiyo, poleni. Acha nisitaje. Acha hiyo nisitaje. Kwa hivyo ni lazima udeal na the spirit of divorce here. Maana ipo. Sasa mama mzee, usikae ukingedia. Unakuta yule mwingine iliadhiri, ile jamii iliadhiri, na wewe unakaa ukisema labda hawakukaa vizuri. Kuna ngome, kuna stronghold hapa. Kwamba wanaume wakipata pesa wanaacha wake zao. Kwa hivyo hiyo ni ngome mpaka udili nayo. Usimame kidete kuikataa. Haleluya. Maana pesa si ingekuja iongezee upendo. Pesa si ikija inataka kuongezea furaha. Na kwa sababu ni ngome katika mji, ni mpaka uya-identify ili ukaweze kupigana nayo, ili watoto wako wasiadhirike. Kuna ngome ya premature death, watu wanakufa wakiwa bado ni vijana. Sasa wewe acha kuichungulia, ukisikia yule ameitwa mjane, ukafikiria ameitwa mjane maana amependa. Kuna ngome iliua bwana wake akiwa mdogo, na watoto hawajui baba. Unasikia tu mtu ameenda, sijui pikipiki imemwangusha kidogo, amekufa. Huu ndio mji, watu wanakufa karibu kila siku. Vijana. Wazee wanakaa sana, lakini vijana wanamalizika. Kwa sababu kuna ngome. Sasa usiseme mimi sina pikipiki. Saa zingine kwa sababu ya ngome inaweza toka kwenye barabara ikuandame huko. Umekaa huko. Kuna mtu mwingine alikuwa kwenye nyumba amelala, limugari likatoka likamvalia huko. Kwa sababu kuna ngome za mauti za mapema. Na Biblia inasema tutakaa tuone watoto wetu, wajukuu na wajukuu. Lakini sasa utakaaje hivyo? Ni mpaka ujue una imani, unaweza kusimamisha hizi vitu, unaweza kuziseta, unaweza kuziangusha, uzi-identify. Kuna ngome ya umasikini Taveta huko, watu kufilisika. Mtu unakuta amepanda, amefaulu, kidogo baada ya miaka unamuona huyu mtu, kwani vitu vilienda wapi? Vimepeperuka. Maana kuna ngome za umasikini. Ukikuta watu wanatoka kule kijijini wanasema chezeni tu hapa, nyinyi ngojeni, hizo vitu za hapa mtaziacha. Wanaachilia maroho. Ni mpaka uwe hodari. Usiende tu kuingia kwenye kazi kama jogoo, huduma ya jogoo ministry, kwamba unaamka asubuhi kitu unatafuta ni chakula udonde. Anza na Mungu kwanza. Anza na Mungu. Wahindi wakiingia kwenye biashara zao wanajifungiaga nusu saa wakifukiza uvumba kule. Lakini wewe unatoka umechelewa, hata kuonda uso hujaoga, umeita bodaboda, mara moja umeenda, umefungua, mara moja ingia, haujapata nafasi ya kuomba pale ndani. Maana wewe ni mwokovu, una imani. Kazi ya imani ni kuharibu ngome. Lakini kwa sababu tulipookoka, watu wengi wamekataa, hawakwenda mafundisho. Walipookoka waliambiwa utapata ndege, pokea. Utapata maisha, pokea. Utapata, hawakwenda kujua wajibu wao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kitu cha kwanza mpaka u-identify zile ngome ziko. Huku ndiko watu ambapo wanaamka asubuhi, unakuta wanarushia vitu pale. Ukienda, mimi nakujaga morning glory hapa, na kualika uje tuombe pamoja. Morning glory ukitoka saa 12 ukipita hivi, watu wanamwaga maji, si ati maji vumbi itoke.
Wanapomwaga maji saizi, wanamwaga maji hata kuongea. Kuna mavitu anarusha, anabwaga akinena. Waokovu saizi wamelala. Alilala saa 4, anaamkishwa na jua, na anakimbia, anafungua kazi yake. Watu walikesha usiku wakiachilia maroho, lakini sasa wao unakimbia, kitu ya kwanza harakisha, fungua niingie. Alafu unakaa ukingojea watu waje. Watu wanaenda kwenye duka, unashindwa mbona yule anauza sana. Wewe lako lina vitu vingi, lakini yule mbona watu wanaenda pale. Maana hauja identify ngome na kuzivunja na kuziharibu. Maana kuna ngome, maroho ya umaskini huko. Nasema watu wanapanda kidogo inawashusha. Maana wakipanda kidogo wanaingiwa na kiburi, wanashindwa jinsi ya kumaintain kuinuka, wanashindwa jinsi ya kumaintain katika utukufu ule mwingine. Wanafurahia kile walichopata, status quo, wanashindwa kuvunja even. Asa zile ngome za eneo zinakuja, sinasema wewe hautapita kiwango hiki. Kwa hivyo ni mpaka uidentify. Maana ya imani nimesema kwamba ni currency ya kupata vitu vya mbinguni, ya kuwa na mamlaka, ya kuwa na uwezo, ya kukaa maisha yenye freedom, maisha yenye uhuru. Lazima uidentify the stronghold. Jambo la pili, Joshua anaambiwa hili neno lisitoke kwenye kinywa chako. Neno hili lisiondoke. We live by the word. Waebrania 4 mstari ule wake wa 12. Waebrania 4:12. Hebrews. Biblia inasema, maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uwaye wote, ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Neno la Mungu hilo. Kwa hivyo Joshua anaambiwa hili neno hili lisitoke kwenye kinywa chako. Uwe mtu wa kulisema neno. Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai ametoka kufunga siku 40. Anapokuja anakutana na nani? Shetani. Anamwambia, kama wewe ni mwana wa Mungu, geuza haya mawe yawe mkate. Yesu hakumwambia Shetani, ondoka kwenda zako, mimi ni mwana wa Mungu. Alimwambia, imeandikwa, mwanadamu hataishi kwa mkate tu, isipokuwa kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Bwana. Neno hili lisiondoke. Uwe mwepesi wa kulinena, wa kulizungumza. Maana neno unapolinena ni imani, ni roho. Yesu Kristo akasema, neno hili ninalolinena ni roho, tena ni nini? Uzima. This word thou I speaketh, it's spirit and life. Neno ni roho na ni uzima. Maana ya roho ni nini? Ya kuumba. Neno linaumba. Ndio aliambiwa, kama utafanikisha njia zako sana, hili neno lisitoke kwenye kinywa chako, ulitamke, ulizungumze. Maana linavunja ngome kila siku. Biblia inasema kwamba neno la Mungu ni likali kama upanga. Upanga ukatao kuwili inaitwa sword. Na ni jepesi kugawanya nafsi na roho. Neno lina nguvu, lina mamlaka. The word of God. Kwamba hili neno ni mpaka ulinene. Uwe mtu wa kulinena neno. Wakati uko mahali pale unalinena neno, katika mji huu nitafaulu, katika mji huu nitaongezeka, uzao wangu utabarikiwa, kazi yangu itainuliwa, maisha yangu yatainuliwa, sintakufa. Unaongea kama Daudi alivyoongea kwamba sintakufa, nitaishi, na kuyatangaza makuu ya Mungu. Unayanena, unalinena neno
katika kila hali you speak the word of God. Unaachilia roho ya kuumba, unaachilia roho ya kuwa hai. Unafunga kwamba ninafunga kila kitu kilicho kinyume na maisha yangu, ninakifunga, ninashusha ngome. Kwa hivyo unalinena neno, unalinena neno. Unaingia kwenye kazi yako, unalinena neno. Unaambia hizi vitu mtaenda, mtapata mteja. Wateja njoni mnunue vitu hapa. Na waita kaskazini, njoni nunueni vitu. Magharibi, njoni nunueni vitu. Msikae na vitu inaitwa expired stock. Kwa nini ime expire? Si waje kabla haija expire, wachukue. Kuna watu ukiwaita watakuja na vitu ambavyo wewe unaona havina thamani. Waje waseme tunataka hichi na hichi na hichi na hichi. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ujinenee kuhusu afya yako. Wakati mwingine magonjwa yanasababisha mtu asifike kwenye destiny yake. Na huku kuna ngome ya magonjwa. Kansa, sijui magonjwa gani. Ni lazima kila wakati upigane nayo katika neno. Uyaambie Biblia inasema kwa viboko Bwana Yesu alivyopigwa nilipokea uponyaji wangu. Ninakataa roho za magonjwa, ninapinga roho za magonjwa, ninazikataa. Maana ukikataa kitu kitakukataa, ukipenda kitu kitakupenda. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nyoosha mkono wako, haleluya. Kwamba unatumia neno, imani inaachiliwa kwa neno. Wakati umenena neno, linaumba, linatengeneza. Kama kuna mji unahitaji kukaa kwa maombi kushinda miji zingine zote, ni hii ya Taveta. Maana hapa kuna international demons. Zinatoka Mbeya, Simbawanga, Mombasa, huku Ukunda, kila watu, kila mahali. Zinakutaniaga huku, junction yao ni hapa. Kwa hivyo ni mpaka uwe mtu wa kulijua neno. Biblia inasema watu wangu wanaangamia kwa sababu ya kukosa maarifa. Ni mpaka tutoke kwenye comfort zone. Kama kuna maeneo ambayo waokovu wangukaga haraka sana ni huku Taveta. Huku. Dada, mbona sikuoni kanisani? Yuko Makorongoni kule. Anatafuta nini Korongoni? Natafuta Naivera. Nimechukua Naivera nisijue makusudi ya Mungu. Wakati Daudi akitafuta Naivera ilikuwa hakuna kuhani. Sasa ukita mtu yuko Makorongoni, ukimwangalia alikuwa na kautukufu. Sasa unamwangalia amekuwa kama kima, amenyauka, ameharuka, yuko kule Makorongoni, hasikii neno, hafundishwi neno, anamtafuta Mungu Makorongoni. Haya, Mungu wa Makorongoni ukimpata ni Mungu yupi anakaa Makorongoni huko? Kwa sababu kuna ngome ambazo adui siku yote, adui ni roho, kumbuka, halali. Kila siku anatafuta jinsi ya kukukripple usifike. Ni mpaka ujue kwamba we are in a constant battle, katika vita ambavyo ni mpaka tupigane. Na Mungu ametuwezesha, Mungu ametupatia mamlaka, kwa sababu Mungu wetu, our God is not intimidated by strongholds. Kuta za Jericho zilikuwa ndio ngome nzito ya kuzuia wana wa Israeli wasiingie kule, lakini Mungu akaziangusha ngome. Ni mpaka mtu uishi maisha ya prayer and fasting. Ndio hiyo aliambiwa ulitafakari hili neno. Maana strongholds requires constant spiritual warfare to be broken. Mathayo 17 mstari wa 21. Ni mpaka uwe mtu constant in prayer and fasting, kujinyima. There is food, but unasema ninafunga kwa sababu ya biashara yangu, nafunga kwa sababu ya watoto wangu, nafunga kwa sababu ya jamii yangu, nafunga kwa sababu ya kanisa. Wakati mtu amejinyima, amefunga, roho yake inakuwa ina receive from God. Amedhalilisha mwili. Nilikuwa nafikiria kitu kimoja na nikaona the best therapy ya kupunguza mwili, kumbe ukifunga mwili unapungua.
Yaani ujifundishe tu kufunga na kuomba, hata kama mwili ni kiasi gani unapungua. Sasa usikubali kuwa dumping site ya junks. Chips mayai humo, soda baridi humo, ile kitu kingine watu wanakunywaga sijui nini, ile energizer sijui zile za rice humo, nini humo. Get time and detoxify your body through fasting. Unafunga, unasema I'm praying. Si kwamba huna chakula kiko, lakini natafuta muda nifunge. Kwanza wale watu wenye ulcers, ukifunga ulcers zinapona. Mtu aseme mimi nina ulcers, ikifika saa 6 chakula. Zifungie, utaona zinapona. Bwana Yesu asifiwe. Siku hiyo zikiuma ziambie muume, lakini nafunga, mimi naomba. Siwezi kufungua. Mutauma muache mpaka mutatii amri. Maana mwili kazi yake ni wa kuutesa. Maana kuna ngoma unataka kuharibu, unataka kukaa maisha ya kiungu. Kuna mambo unataka kuattain katika maisha. Kuna kiwango unataka kufika katika maisha. Kuna ngoma unataka kuzivunja katika maisha. You want to be awake in the spirit. In the spirit. Ndio maana tunaambia watu njoni tuombe. Come we pray. Wacha hii tabia ya kuambiwa ninakuombea, ni uongo. Yesu Kristo alipokufa akafufuka, sote tumeitwa, sote ni makuhani. Unatakikana uombe, ufunge, uombe. Bwana Yesu asifiwe. You get time with God. Yeye ni bwana harusi, sisi ni bibi harusi. Ni mpaka upate muda na bwana harusi. Upate muda useme ninaenda. Basi kama mchana uko busy sana, na usiku je, si uchukue masaa mawili useme acha niende kanisani niombe. Sasa mchana uko busy, usiku uko busy. Wiki, mwezi, mwaka. Kwani kuja kuomba kwenye kesha masaa 3 umepoteza nini? Kuliko ukae usingizi wa kuhesabu nyota au jalala. You must live a life of prayer and fasting. Yesu akawaambia wale wanafunzi wake, miujiza namna hii, imani namna hii hamwezi kuipata isipokuwa kwa kusali na kuomba. Prayer brings power. Inatupatia, tunakuwa na revelation. Unapata ufunuo, ndoto zako zinatimia, unapata kibali, unamruhusu Mungu akupiganie kwa sababu umeomba. Ndio aliambiwa neno hili, ulitafakari usiku na mchana. Meditate on this word day and night. Ukalitafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda. Naomba ukatafakari. Nani anaambiwa maneno haya? Ni Joshua. Yule waliokuwa anamsikia, hata Joshua mwenyewe walikuwa anamsikia Musa, hayuko. Yule ambaye alikuwa anawaelekeza hayuko, ni yeye. Na ameuliwa na nini Joshua? Musa amekufa na nini? Kwa sababu ya ngome zile zilikokuwa kule jangwani. Na sasa anaambiwa ni wewe, lakini anaambiwa jinsi ya kwenda, jinsi ya kufika. Ngome ya umasikini huwa inadhalilishwa na kuvunjwa by paying our tithe and giving. Wale watu wanaenda kwa waganga huwa wanapewa vinyago, na wanaenda wanatoa pesa, wanaambiwa hichi ni kimungu, nendeni, na wanaambiwa vitu vya kufanya, na wanaambiwa kafara za kutoa, na wanaambiwa vitu vya kulipa. Wewe hujatembea kule, ukienda unasema umeenda kuoga kule baharini, wale wanaendaga huko kuoga. Unakuta mbuzi iko hapo imechinjwa shingo na imeachwa hapo. Unadhani ni nyama hiyo unaweza beba? Imekatwa tu shingo imeachwa hapo na damu imemwagika. Wewe unafikiria ni nyama tu? Ni mtu kabisa alichukua mbuzi akaenda akamwaga damu, hati wewe uichukue uende ukaanze kuikula? Hapana. Ni kafara wanazozitoa. Katika ulimwengu they wanatoa kafara. Sisi katika ulimwengu wa kiroho tunalipa our tithe, kumwambia Mungu tulinde, Mungu tutetee, Mungu bariki kazi ya mikono yangu. Ni through our loyalty, obedience to God, by giving. Sio mtu anasema mimi nimetoa sana, mimi nimeserve sana, mimi nimeomba sana. Loyalty is until the end. Obedience is until the end. Ngome ambazo alikuwa anazivunja, aliambiwa kile kingine.
anaambiwa ukaweze kuyatii, maana yake obedience and repentance. James 4 and verse 7. Disobedience empowers stronghold. Kama kuna kitu kina empower strongholds kikubwa ni roho ya kutokutii. Unajua roho ya uasi, roho ya kutokutii ni mbaya sana. Obedience and repentance. Obedience and repentance. Kama naambiaga watu, kuna mahali pa maombi na mahali pa kuambia mtu msamehe. Kama ulikosea mtu, acha kumngangania kwa maombi, nenda ambia mtu forgive me. Obedience and repentance. Hebu nisome hilo andiko kwenye kitabu cha Yakobo 4 mstari wa 7. Yakobo 4 mstari ule wa 7. Mstari wa 7 Biblia inasema, basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Mtiini Mungu, mpingeni shetani. James 4 and verse 7. Kwamba when you obey God and you resist the devil, shetani kazi yake kila siku akikuletea suggestion unampinga. Anakuambia fanya hivi, unampinga, opposing the devil. Biblia inasema mtiini Mungu naye mpinge shetani naye atawatoroka. Sasa haijasema vice versa. Kama hauwezi kumtii Mungu, hauwezi kumpinga shetani. Maana nguvu zako kwanza za kumpinga shetani zinatokea kwa kumtii nani? Mungu. Kwamba you can pray, you can fast, uko obedient to serve. Umeokoka, unamtii Mungu. Sema mtiini Mungu na mpingeni shetani naye atawatoroka. Kwa sababu gani? Disobedience empowers stronghold. Wakati adui akitaka kukuharibu, anaachilia roho ya kutokutii. Unasema huyu pastor naye kila siku mikutano, tuombe, tutoe. I can do without. Naweza kwenda makorongoni. Unaenda huko unapagawa makorongoni huko. Maana huko kuna maroho. Sijaona mtu ameenda makorongoni akafaulu huko kwenye makorongo. Sijaona mimi. Mmoja nionyeshe. Ndio Biblia inasema obey, mtiini Mungu. Na Mungu anapitia kinywa cha watumishi wake. Unamtii Mungu naye unampinga shetani. Kila wakati akileta idea, maana shetani analetaga ideas kwenye mind, Shetani deals with mind. Situfanye hivi, fanya hivi. Elisha alipinga idea za shetani. Wakati wana wa manabii walipomwambia, unajua wewe Elisha, huyu mtu unayemfuatafuata anaondolewa, huyu Elijah huyu. Elisha akawaambia wana wa manabii, nyamazeni, najua. Alikataa kuwa distracted. Hapa Taveta ndio mtu anaweza kuchukua muda lisali siku nzima aje akusagie mambo ya mtu. Unajua unaendelea. Yaani amechukua muda mzima, siku nzima. Angeenda kibarua apate 500. Lakini aje akwambie negativity. Akurecruit uchukie mtu. Akurecruit uchukie kanisa bahali. Akurecruit akwambie unajua wahubiri huku. Labda aondoke aende aambie ili kupata, aambie njoo toka huko. Before God I stand here and in this altar. Mimi sijawahi kuambia mtu toka. Kwa sababu I know ile mbegu mtu akipanda ataivuna. Ni Mungu huwa anapeleka, anapanda watu. Na Mungu huwa anajua kwa nini ameweka watu hapa, kwa nini watu wengine pale. Bwana Yesu asifiwe. So ours is, we must obey God. Any idea ambayo ni ungodly, ninasema hii hapana, shindwe, ninaikataa. Unampinga shetani. Mimi mtu hawezi kunirecruit kukuchukia. Hata akija kwanza ataanzia wapi? Yaani ataanza story gani ndio aniambie fulani ni mbaya? Yaani ataanza interest gani? Maana si ninaikataa. Hata kama ni mbaya wangu, wacha huyu mbaya akae. Hata Biblia yenyewe ilisema tayari. Ilisema gani nini Biblia? Ilisema hata ngome na magugu zikue. Sasa kama huyu mtu ni ngano, acha akue kama ngano. Mungu ndio anajua ngano na magugu, sio sisi. Biblia inasema tusihukumu tusije tukahukumika. Kwa hivyo nobody can recruit me to hate you. Mimi ni yule mtu ambaye naweza kukaa na mtu aliyechukiwa nimtoe kule nje, kule chini.
amechukiwa, hapendwi. Watu wote wanamuona ni muozo. Mimi niseme nitajipaka matope, wacha niende nitoe huyu mtu pale. I don't go by the majority. Mimi si men pleaser. Sasa nikufurahishe unifanyie nini? Na mimi ni hivyo nilivyo. Mimi si bendera fata upepo, ninafata what is right. Obedience and repentance. We live by that. Ndio maana aliambiwa uyatafakari maneno haya. Obey, aniambiwa ukayatii haya, ndipo utakapofanikiwa sana. Our progress is not outside of God. Our obedience is in God. Na tukiharibu ngome, results zake ni nini? Yeremia 29 mstari wa 11 anasema, na yajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo mazuri wala sio mabaya, ya kuwapa hatima katika siku zenu za nini? Za usoni. Tukiharibu ngome, ukiweza kutumia imani, you will progress and fulfillment of your destiny. Utafaulu, utaendelea na kutimiza ndoto za hatima yako, kwa sababu umezivunja ngome zile zilizokuwa zinakuinuka, umezivunja. Unaonaje saa zile umefanya kazi, umefika mtu mzima, sasa unaambiwa usile nyama, usile hichi. Yaani uko pale, ng'ombe zako zinakamuliwa, watu wanakuna maziwa, wewe unaambiwa usinwe. Wewe unaambiwa, unakatazwa karibu kila kitu. Hata utasema hii dunia si mbaya. Abraham alikuwa katika uzee, na katika uzee wake alifurahia uzee. Kwanza Abraham alikaa katika uzee, na katika uzee, wakati bahati mbaya mke wake aliondoka, bado Abraham alioa. Alikuwa na uzee wenye nguvu zote za mwili, haikupungua hata moja, haikupungua, kwa sababu alikuwa ni mzee amemtegemea Mungu. Hakupindika mgongo. Maana ukiziharibu ngome, unapata longevity, progress and fulfillment of destiny, kwa sababu zile ngome zilikuwa mbele zako, umeziondoa. You enjoy life. Ukiziharibu ngome, napomalizia, unakuwa unaweza kushinda vita vya kiroho. You win spiritual battles. Warumi 8 mstari wa 37. Wacheni isome hili andiko. Warumi 8:37. 37. Lakini katika mambo haya yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye kwa yeye aliyetupenda. Katika mambo haya, ambia mtu mambo haya. Mguse, mwambie katika mambo haya. Yaani katika hii dunia hakuna mtu apitii jambo fulani, lakini Biblia inasema katika mambo haya yote. Haya yote unayopitia, haya yote ambayo ni kwa vikwazo, Biblia inasema tunashinda. Wewe haukutengenezwa ushindwe. Ukiziharibu ngome, you overcome. Yaani unaweza kukaa kama vile Lutu alivyokaa kule Sodoma na Gomora, uovu ukifanyika huko nje, lakini yeye yuko pale. Ndio maana Abraham alipokuwa anafanya maombezi anasema, pakipatikana hata watu wenye haki 5 utaangamiza. Nasema hapana, 10, hapana, 20. Yaani Abraham alikuwa ana plead na malaika ambaye alikuwa ametumwa kwenda kuangamiza Sodoma na Gomora. Lakini kulikuwa kuna mtoto wa ndugu yake anaitwa Lut. Akaanza kumuuliza, je, pakipatikana watu 5 wenye haki utaangamiza na kuteketeza Sodoma na Gomora? Inamaanisha kwamba unapokaa maeneo, panaweza kuwa kumezungukwa na watu waovu, lakini wewe haki yako uwasaidie wapone. Kwa hivyo ukishinda ngome, ukizivunja ngome, unapata maisha ya ushindi ya kiroho. Hapa mahali watu wanasema huwezi kufaulu, hapa kutakuwa kuna supermarkets. Hapa wanasema huwezi kufaulu, hapa mahali patafunguka magorofa na majumba makubwa. Umasikini, hapa waokovu watabarikiwa. Hapa watu watapenda huduma na kumtumikia Mungu wao. Tukiziharibu hizi ngome, we are not in competition with anybody. Tuliwekwa kwenye mji kwa sababu ya kuseta ngome ili tumuinue Kristo,
ili Yesu akaweze kudhihirika katika mji, ili Yesu akaweze kutetea mji, watu wakaweze kupona, watu wakaweze kukombolewa. Sisi sio miongoni mwa wale wa kurudi nyuma, ni miongoni wa wale walioteuliwa na Bwana. Ukiziharibu ngome, Wagalatia 5 mstari ule wake wa kwanza, unakuwa una spiritual liberty and peace. Wagalatia 5 mstari wa kwanza, hebu nisome hilo neno hili likaweze kufungia hapo. Wagalatia 5 mstari wa 7. Mhubiri anasemaga nafunga. Wagalatia 5 mstari ule wake wa 7. Mstari wa kwanza, samahani. Katika Wagalatia 5 mstari ule wake wa kwanza, katika uungwana huo Kristo alituandika huru. Kwa hiyo simameni, wala msinaswe tena chini ya kongwe la utumwa. Katika uungwana huo Kristo alituandika huru. Kwa hiyo simameni, wala msinaswe tena chini ya kongwe la utumwa. Kwa hivyo msinaswe chini ya kongwe la utumwa. Kongwe ni yoke. Yoke of slavery. You are not a slave. Kristo aliangikwa akatuweka huru ili tusinaswe chini ya kongwe la utumwa. Ndio maana Mungu akikusaidia kufanikiwa, endelea. Mungu akikupatia mali, fanya. Penda watoto wako, nunua vitu, bariki, jenga manyumba. Hatuko chini ya kongwe la nini? La utumwa. Useme mimi ni mwanamke siwezi kujenga, waweza kujenga. Mimi ni mwanamke siwezi nunua gari. Tena uende nalo na mlango uko wazi na useme mambo haya ni Bwana amefanya. Orika bazete na likaya ndori balaboria ozete de hilia bakando libalabozaya. Ninayaweza mambo yote katika Kristo anitiaye nguvu. Na ukiwa na gari lako unakuja nalo, unasema hii ni Bwana amenibariki, mambo haya ni Bwana, ni Bwana, ni Bwana, ni Bwana, ni unasema, maana hauko tena chini ya kongwe la nini? La utumwa. Usikule vyakula vya shida, wala nguo za mateso. Mungu akikupatia, unavaa pamba ya taki, unaidunga, maana Mungu amekubariki. Wachana kuvaa crippling. Unajua crippling? Polyester. Mungu akikubariki unaweza kudunga pamba ya taki. Why not? Hauko tena chini ya kongwe la nini? La utumwa. Umebarikiwa, unaweza kwenda holiday. Why not? Nenda ukaogelee. Nenda unaogelea kabisa, bata. Ni hivyo. Unataka kwenda kuona wanyama, nenda. Hatuko tena chini ya kongwe la nini? La utumwa. So ukiharibu ngome, unapata kitu inaitwa spiritual nini? Liberty. Spiritual favor. Wokovu si kuboeka, hapana. Ndio maana huwa hatui na maibada ya saa Jumapili jioni, ili watu waende wapate social life. So unaenda hata hapo kuna mahali kuna swimming pool, unaenda na wewe unaogelea. Kwani ukiogelea hayo maji hata kukubali tu. You feel happy because happiness is not sin. Sasa usikae unakunjaga hivi, unakaa hivi, unaanza siku inakuchukiza. Ukivunja kongwe la utumwa, tunaishi maisha ya freedom, liberty. Bwana Yesu asifiwe. Ninasema haleluya. Lakini akiambiwa kitabu hiki kisitoke, imani. Ndio maana nimesema imani kazi yake. Imani kazi yake ni kuumba. Imani kazi yake ina nguvu. Imani kazi yake ni currency ya Mungu. Kupata vitu vya Mungu, currency ya Mungu hii. Hauna kazi, unaweza kuumba kazi kupitia imani. Hauna biashara, unaweza kuumba biashara kupitia imani. Kazi ya mikono yako inaweza kubarikiwa, upanuke sana kupitia nini? Imani. Tusimame kwa miguu zetu. Ndio maana nimesema we need this faith. Tunahitaji hii imani. Ukiwa na imani, Biblia inasema kiwango kidogo kama tembe ya haradale, utaambia huu mlima ng'oka, uende ukatupwe kule baharini, na ukatupwe. Kwa sababu una imani. Huwezi kuwa na imani alafu ukufe na depression. Sasa unakuwa depressed ya nini? Unakuwa depressed kwa sababu ya nini? Ni nini inakuletea depression? Na una imani, una Mungu. Inua mikono zako mbele za Mungu kwa jina la Yesu. Kama kuna watu wako nje, we are praying. Watu wakiwa wako nje waje tuombe. Baba, ninakushukuru kwa neema zako.
Asante kwa ukuu wako na fadhili zako Bwana. Katika mji huu wa Taveta tunatangaza kila ngome kumalizika, tunaziharibu ngome zote za vifo vya mapema, tunazikataa katika jina la Yesu. Ngome za magonjwa tunazikataa katika jina la Yesu. Ngome za umasikini tunazikataa katika jina la Yesu. Ngome za anguko tunazikataa katika jina la Yesu. Tunazipinga, tunazisambaratisha katika jina la Yesu. Tunavunja viapo na kuvirivaza kila viapo vilivyowekwa kwa nchi hii, kwa mji huu. Tunavikataa hizo viapo, tunazipinga hizo viapo. Damu zilizomwagika za wakoloni, damu hizo kwenye ardhi hii tunazinyamazisha na damu ya Yesu inayonena mema kushinda ile ya Habel. Kwa jina la Yesu ninatangaza uhuru kwa watu wako, natangaza kibali, natangaza kufunguliwa, natangaza neema, natangaza rehema. Fungua kinywa chako sasa. Nataka ukafungue kinywa chako ukaweze kunena na Mungu kwa jina la Yesu. Yasiyowezekana mbele za macho ya wanadamu, mbele zako yanawezekana. Mungu anaweza, hakuna lile hawezi kulitenda. Katika jina la Yesu ninasimama kinyume cha kila mipango zote za adui, ninaziyeyusha, ninazipinga, ninazisambaratisha. Natangaza Taveta ni ya Yesu. Natangaza ardhi hii imebarikiwa. Natangaza ardhi hii tunaikomboa kwa damu ya Yesu. Tunaikomboa kwa nguvu za Mungu. Tunaikomboa ardhi hii. Ninanena ardhi hii imebarikiwa. Biashara za wateule zikabarikiwe, zikainuliwe kwa jina la Yesu. Kila maroho yanayopigana na wao, kila maroho yanayopigana na kazi yao, ninayakamata katika jina la Yesu. Roho za uchawi na uganga na ushirikina ninazipinga katika jina la Yesu. Ninawanenea watu wako kukua, na wanenea watu wako kazi zao kuongezeka, na nena mibaraka kwenye kazi za mikono yao. Inua mikono zako ukazungumze na Mungu. Mwambie Bwana, leo sema naye, kwa sababu sisi, Biblia inasema tukafungue vinywa vyetu, Mungu akaweke maneno ya kunena. Wacha ukajiombee, ukamwambie Mungu hitaji la moyo wako, ukamwambie Mungu tamanio la moyo wako, ukamwambie Mungu hitaji ndani ya moyo wako. Katika jina la Yesu Kristo ninanena anga hii ikawe wazi, na nena mbingu zikawe wazi, na nena kibali Bwana, na nena mafuta mabichi, na nena mbingu zikawe wazi, na nena mbingu zikawe wazi, na nena mbingu zikawe wazi. Kwa jina la Yesu Kristo tunamtangaza Yesu kwenye anga, namtangaza Yesu kwenye eneo, namtangaza Yesu mahali hapa. Damu ya Yesu inayonena mema ikanene mema kwenye anga hii yetu. Kila ngome za adui ninazishusha, hazina uwezo, hazina nguvu, hazina mamlaka. Bwana, watu wako wakaweze kupata nafasi ya kukutafuta, watu wako wakaweze kupata nafasi na wewe. Kwa jina la Yesu ninakuinua, ninakutukuza. Asante kwa uwepo wako, asante kwa ukuu wako, asante kwa fadhili zako. Katika jina la Yesu pokea utukufu na sifa. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba na kuamini. Watu wa Mungu waseme amina. Pigie Bwana Yesu makofi mazuri. Nasema tumshangilie Bwana Yesu kwa makofi mazuri. Haleluya! Inawezekana, maana Mungu wetu ametenda. Kwa sababu nitakutana na development committee, naomba development committee wote wasitoke, na pia wa viongozi wa kanisa hili kwa dakika 5 tu. Wale wanaotuangalia katika Facebook na YouTube, tunawakaribisha katika ibada zetu. Katika kesha tutakuwa hapa, katika Grace Hour tutakuwa hapa, na kila siku ya Jumapili tutakuwa hapa. Ungependa kusimama na huduma hii pia kwa matoleo yako, kwa zaka, kwa fungu la 10 na sacrifice seed, unaweza kutumia namba hii 5861109 5861109. Namba hiyo inapita hapo chini ya Facebook ama YouTube. Shalom, God bless you. Amen. Nataka tuingie kwenye awamu ya kumtolea Mungu, kumwabudu Mungu na matoleo yetu, kumwabudu Mungu na matoleo yetu.